Sasa ukija kwenye hii miradi ya umeme, miezi michache iliyopita tulikuwa tuna hitilafu kubwa sana ya watu kuiba mafuta ya transformer. Lakini wizi ule ulikuwa unafanyika mahali ambapo mwenyekiti wa mtaa yupo na mahali ambapo mtendaji wa mtaa yupo na maeneo ambayo watendaji wengineo katika mitaa hiyo wapo. Niliwahi kutamka kitu kimoja kwamba haiwezekani jambo hili tukawaachia TANESCO peke yao. Inabidi huyu mtu kimkamata afikishwe kwenye vyombo vya dola haraka sana, pamoja na mbinu zingine nyingi ambazo zimetumika za kuunda sungusungu ili kufanya ulinzi shirikishi. Lakini bado TANESCO na wao wamefanya kazi kubwa kuhakikisha wizi wa mafuta na ushushaji wa transformer unapungua au unaisha kabisa. Kwa nini mmeitwa ninyi leo? Ni kwa sababu moja, ni wadau wa kulinda miundombinu ya TANESCO, na ndio maana kauli mbiu yao inasema lipa deni, tunza miundombinu, tukuhudumie. Lipa deni maana kwa watu ambao wanatumia umeme wanapaswa walipe madeni. Lakini uweze kuona umeme kama miundombinu imeharibiwa. Hapo ndipo tunakuja kwenye nafasi ya mwenyekiti wa serikali za mtaa aliyejinadi kuomba nafasi hii ndani ya mkoa wa Dar es Salaam kwa nafasi zile 564. Kwa hiyo wenzetu wa TANESCO leo wanapowaiteni kuwa pamoja hapa, wanafahamu kwamba hospitali umeme ukikatika uweze kuhifadhi dawa, uweze kuhifadhi miili ya watu, uweze kufanya kitu chochote. Kwa lugha nyepesi, amani ya taifa kwenye eneo hilo itatoweka. Amani anayelinda nani? Mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Ndio maana unaitwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Transformer ikiibiwa, umeme ukakosekana hapo, kiwanda kikashindwa kuzalisha, kilichoajiri wananchi wanaotoka kwenye mtaa wako, siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, amani inatoweka kwa wale watu wanaofanya kazi kwenye kiwanda, kwa sababu wanatakiwa walipo kwa kutumia kile kiwanda ambacho leo kimekosa umeme. Ndio maana mkurugenzi wa TANESCO anasema nikae na wenye viti wa serikali za mitaa, wakimwona mtu anaiba transformer wajue madhara yake kwa wananchi wanaoongoza. Kaipe ushirikiano wa kutosha kwenye mitaa yetu, kwa sababu umeme ni ajira. Ajira kivipi? Wapo watu waliojiajiri kwa kutumia huu mwanga unaowaka leo, huduma inayotolewa na TANESCO. Umeme ni maisha. Unapokwenda hospitali mtu anapumulia mashine ya oxygen, haiendi bure. Ni kwa sababu kuna huduma ya umeme inayosaidia miundombinu hiyo yote kuweza kumsaidia mgonjwa kupumua kwa oxygen. Umeme ni maisha. Unapokwenda kwenye baadhi ya maeneo mengine, umeme ni pato la taifa. Umeme ni GDP. Tunapozungumzia production katika viwanda ili tuweze kufanya exportation, tunazungumzia umeme. Umeme kwa sasa is almost everything. Na kama watu wa maji wanasema maji ni uhai, umeme ni uhai, kwa sababu mitambo ya DAWASA haiwezi kusukumwa kama haina umeme. Kwa hiyo sisi tuna wajibu mkubwa sana wa kufanya kazi na kuona mbinu tofauti nyingi ili tuweze kumiti demandi za wateja wetu. Lakini hakuna kitu muhimu kama mawasiliano. Tumejitahidi sasa hivi TANESCO tuna kituo cha huduma kwa wateja ambacho tunajaribu kuwasiliana na wateja wetu pale ambapo sisi tunakuwa na shida, tunawawahi kuwaambia, tuna mifumo yetu ya kuwasiliana, lakini tumetengeneza mfumo wa sisi kusikiliza wateja wetu wanasemaje na wanataka nini. Kituo chetu kinaenda vizuri. Matazamio yetu sisi tuwe na bezi kubwa zaidi, yani tuwe na idadi ya watu na makundi mengi zaidi ambayo tuna mifumo nayo ya kuwasiliana, kujua ladha ya huduma tunayoitoa kwa wateja wetu, wanafikiria nini na wanasemaje.
Ndugu zangu wenye viti, nyinyi mna mtandao mkubwa, mimi mamlaka yenu nayajua vizuri. Uongo kweli? Watu wanaowachukulia poa labda hawajui, mimi nawajua vizuri. Mamlaka yenu ni makubwa. Kwa hiyo moja ya vitu tutakavyoomba leo ni namna ya kutengeneza mfumo mzuri wa mawasiliano kutoka kwenye majukwaa yenu ili nyinyi muwe mabalozi wetu. Tunataka tutengeneze mfumo wa mawasiliano na nyinyi ambao utatusaidia kupata taarifa kutoka kwenye mikutano yenu mnayoifanya, mawasiliano yenu na wananchi, ili tusikie wananchi wanasemaje juu ya huduma tunazozitoa sisi. Tuwape nyinyi pia ownership ya miradi yetu, muwe na taarifa za kutosha ili msaidie kuieleza pia kwa wananchi. Jukumu hilo tutawapa, na tutawapa taarifa za kutosha, na tutakubali mtuite kuja kutoa ufafanuzi wakati wote wananchi watakapohitaji ufafanuzi kutoka TANESCO. Nyinyi muwe daraja kati ya wananchi na sisi, na kazi hiyo naamini mnaiweza, na tunataka tuwaombe muwe sehemu ya mabalozi wetu. Huduma yetu Dar es Salaam pia ina changamoto. Yako maeneo umeme unakuwa hauna mtiririko unaofaa, unakatika wakati fulani, umeme unakuwa mkubwa, unakuwa mdogo. Nimempa kazi ya kutengeneza mpango wa muda mfupi wa kuhakikisha tunatatua changamoto hizi, lakini anawafafanulia miradi mikubwa iliyoko sasa hivi ambayo ikiisha hiyo tunakwenda kumaliza kabisa changamoto ya kukatika umeme kwa Dar es Salaam. Atakuja na nafasi, na hakika huyu nitakuwa na maswali mengi ya kumuuliza, kwa sababu hasa ndio mtu anayewahudumia pamoja na mameneja wake wako pale. Tutatoa ufafanuzi wa kutosha, na naamini mkitoka hapa kutakuwa na utofauti na namna mlivyokuja.